Maafisa wanne wa polisi wamefikishwa kotini kujibu mashtaka kuhusiana na mauaji na ubakaji wakati wa uchaguzi wa mwaka 2017. Mauaji hayo yakihusisha ya mtoto Samantha Pendo maarufu Baby Pendo na waandamanaji 39 huko Kisumu. Anavyoarifu mwanahabari Vera Mora, mkurugenzi wa mashtaka ya umma ameondoa mashtaka ya mauaji dhidi ya maafisa wengine 8 wa polisi wa ngazi ya juu waliokuwa wakihusishwa na mauaji hayo. Vilevile, mamlaka za usalama zikielezea mahakama kuwa hazijafanikiwa kumpata afisa mmoja wa ngazi ya juu ambaye ni miongoni mwa washukiwa mauaji hayo. Kesi ya mtoto Samantha Pendo maarufu Baby Pendo imekuwa kwenye ushoroba wa mahakama kwa muda wa miaka 7 sasa, ikitajwa kuwa mfano wa ucheleweshaji wa haki. Ila hatimaye maafisa wanne wa ngazi ya juu wakiwa ni John Chengo, Lina Kogei, Cyprian Robi na James Rono ndo wameshtakiwa kwa mauaji ya mtoto huyo pamoja na waandamanaji 39 Kisumu wakati wa ghasia za uchaguzi mkuu wa mwaka 2017, kando na mashtaka mengine kama ubakaji. You have understood? Yes. How do you plead? Hata hivyo, mkurugenzi wa mashtaka ya umma amefutilia mbali mashtaka ya mauaji dhidi ya maafisa wengine 8 wa ngazi za juu kwa madai ya ukosefu wa ushahidi wa kutosha, ila mamlaka ya IPOA imekosoa hatua hiyo. Maafisa hao wa ngazi za juu walikuwa wanasimamia operesheni ya usalama wakati wa ghasia hizo zilizoshuhudia vifo, ubakaji na majeraha kwa Wakenya katika kaunti ya Kisumu mwaka wa 2017. Wakati huo huo, huduma ya kitaifa ya polisi na Inspekta Jenerali wa polisi bado wanahangaika kumtafuta afisa wa ngazi ya juu aliyestaafu, Mohamed Ba Amin, ambaye ni miongoni mwa washukiwa waliopaswa kujibu mashtaka ya mauaji. Make sure between now and the next 7 days, don't go near witnesses, don't interfere with evidence, don't be involved in any crime, don't leave the court pressings and attend court. Washtakiwa wote wanne wameachiliwa kwa thamana ya shilingi 200,000 kila mmoja. It has not been easy journey for us, because each time this case come up, we always feel traumatized, because sometimes it goes silent. When it starts, we always feel painful because we have experienced negative things since I lost my child. But leo nimefurahia, at least naona watu wengine wamechukua plea. At least sasa najua ile justice nilikuwa nalilia kutoka mwanzo naenda kuipata tukienda vizuri. Hiyo ndio chenye mimi nashukuru tu kwa kufanyika siku ya leo kwa maisha yangu. At least najua mtoto wangu anaweza atapata justice. Junior, the first step is the bigger one. Kesi hii ni ya kihistoria, kwani ni mara ya kwanza kwa maafisa wa polisi wa Kenya kushtakiwa chini ya sheria ya uhalifu wa kimataifa inayolenga kuwajibisha waliohusika kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Vera Mora, KTN.